Ushuhuda. Nataka kumrudishia shukrani kila wakati ninapozungumza ama kusikia wakati watu wanatoa ushuhuda. Haikumaliza dakika 3 ama 5. Huyo kijana risasi ilimshika. So nikaona kumbe ni Mungu alikuwa ananitoa hapo. Shuhudia makuu Mwenyezi Mungu amekufanyia. Sasa namwambia hivi akanishika koo. Hivyo ndio nilipoteza fahamu. Ushuhuda. Saratani ambayo nilikuwa nayo ilikuwa imeshatibiwa na ikapona. Huo ni ushuhuda ambao niko nao. Haleluya. Hapa ndani ya Safari Radio Maisha. Hello. Habari ya asubuhi. Kama asubuhi naamka vizuri. Amen. Nikuite nani bro? Naitwa Willy. Willy uko? Niko saiza Kasarani. Kasarani. Okay Willy. Bwana amekufanyia nini? Bwana ameniokoa sana. Naam. Kuna wakati mimi na uhusiano wangu na Mungu uko juu sana. Akanipa ahadi kuwa okay, akanifurusha kutoka kijijini. Usiku nifurusha saa aliniamuru nitoke kijijini kwa sababu kuko na maisha. Lakini mimi nikaogopa sana. Nikamwelezea Mungu mimi siwezi, hiyo itakuwa ni kurisk maisha. Kaniambia niko na nia nzuri kwa maisha yako. Na tukaweka ahadi. Nikamwambia ninapoenda sipajui. Lakini Mungu unisaidie. Nisilale nje, nisiwe na njaa, nisipate shida wala maradhi. Napenda vile uko makini Sasa siku nataka kuambia mzazi, nilikuwa naishi na mama. Siku nataka kuambia mamangu mimi natoka nyumbani. Ulikuwa na umri upi wakati huo? Nilikuwa nimemaliza tu kidato cha 4. Na mama akaniambia hana pesa kunipeleka college, umaskini nyumbani. Sasa Mungu akatumia hapo. Mungu akanionyesha yeye ndiye atanisaidia. Sasa mimi nikakuwa ninatoka nyumbani zaidi za Eldoret. Sijui mahali penye ninaenda, lakini Mungu ameniambia go to the east. Nikaabiri gari. Ndio mimi nimeenda na nilikuwa na 500 peke yake kwa mfuko. Na hiyo 500 ilikuwa ishia kwa safari ya Mungu aniambia. Hakuna cha kukula, nauli peke yake. Nilienda nikafika Nakuru, nikaambia 350. Nimebakia na 150. Nikauliza mama fulani stage huko ni wapi? Stage kubwa. Sababu mimi sijui mahali popote. Kaniambia stage kubwa ukipiga tu kona utapata stage. Sasa nikakaa naenda nikisoma vibao ya gari ni pesa ngapi. Nikaona Naivasha 150. Nimebaki na 150 nikapanda. Kufika Naivasha. Ilikuwa na wakati wa post election violence. Sasa bado kulikuwa na ile curfew. Watu wana pesa. Mimi nifika Naivasha kitu masaa ya jioni. Ninaona watu wanakimbia. Hakuna mtu, sijui mtu yote, sina simu. Sina pesa, naisi njaa. Mvua inaanza kunyesha. Sasa hapo nikaita Mungu. Nikamwambia Mungu, hii yote nakulaumu. Nikaanza kumlaumu Mungu. Nikamwambia angalia, nilikuambia tu Mungu, sasa angalia kila mtu anako shughuli yake, watu wanakimbia. Sijui wanakimbiza nini. Nikoza jamaa fulani, mbona watu wanakimbia? Kaniambia masaa za curfew imebakisha 45 minutes. Kwa sababu curfew siku kuko mapema. By saa 12:45 kwa sababu ile ilikuwa inasemekana vijana wa Mungiki wanakusanyika. Kila mtu kwa nyumba. Sina maipa kulala, sina mtu. Ndipo sasa roho ya Mungu kanijia kaniambia wewe wanungunika tu. Na curfew karibu ifike, kimbia kama wenzako. Nikaona kimbia. Nikakimbia nikajipata mahali kwa nyumba ya burudani. Vijana wanacheza pool table. Nikaweza kukaa chini pale. Kijana mmoja alijitokeza tu from nowhere. Na akaanza kusema wewe ni kama nimewahi kuona mahali. Nikamwambia mimi hapana, mimi sijai kuona. Akaniambia wewe hujaishi Mombasa? Nikamwambia Mombasa labda tu sijai, labda nione kwa noti tu. Sijaifika. Akaniambia lakini unakaa family. Nikamwambia bundugu njoo hapa kidogo tuongee. Nikamwambia mimi ni mkimbizi wa ndani kwa ndani. Kwa sasa hivi hofu yangu kubwa, sina mahali pa kulala. Sijui mtu yote. Akaniambia si shida kubwa kwa mwanaume. Akaniambia njoo. Mimi nakaa tu hapa karibu. Nikamwambia atakukula sijakula. Akaniambia ina shida. Leo kijana alinipokea. Nikastuka sana. Mungu amefanya aje? Asubuhi ndio Mungu aniamka. Mungu baada ya mwisho, kabla sijaanza safari, ni muahidi
niwe katika hali nzuri ya maisha. Aliniwekesha, alirudi kunielekeza mahali asubuhi, kanielezea pita njia fulani nitakuonesha. Utakutana na mtu. Tulikutana na mtu, mama fulani. Akitoka kwa gari, alikuwa anaelekea kwa gari ya kifahari. Wazi kaanza kuniambia ule mama si anaishi maisha mazuri na watoto wake. Nikimkuta nimuombe msaada wa kazi, atanisaidia. Roho ikanisuta nimkuta. Lakini mama alikuwa mkali, mwenye hasira. Sababu akaenda kufunga gari, nilishika gari zake. Akaniambia, kijana wewe, nini nakusumbua? Nikamwambia mama, naomba unisaidie. Akaniambia, hebu fanya hivi kijana, achilia mfungo wa gari. Wewe ni mwizi. Na uachilie uende kabisa. Nikamwambia mama, na hapo nizidi kushikilia. Nikamwambia mama, pana lazima unisaidie. Akaniambia, unaona nimejiandika Red Cross. Na hapo ndio Mungu akaniwekea spirit ya hasira. Yangu ikapanda kule. Mama nikamwambia, mama sasa sikiza, hakuna kitu ananiambia. Nikaanza kumfukia. Mama akaniambia, nimekupa sekunde 5 usipoachilia na itawatu kupige mawe. Ama nipige simu maskaro kujia hapa. Urali na Ivasha maisha yako yote. Nikamwambia mama, hata wewe kumbuka na jawabu. Fanya hivi, nimekupa hata sekunde 5. Ita watu waambie waje na mawe. Wanipige wanimalize na wakisha wanimalize. Ama ita maskari nilale korokoroni, hata sina maipa kukaa. Yule mama aliniangalia akastuka. Akanyamaza na karudi chini sana. Mungu ni kama alimuingia karudi chini. Akaniambia okay. Basi waachilia tuongee. Nikawaachilia gari. Siku alikuwa na gari kifahari, alikuwa na aina ya Prado TX. Akatoka nje, nikamwambia mama, akaniambia ni nani? Kanaitwa Wilson. Akaniambia, Wilson, shida ni ipi? Nikamwambia mimi saa hizi nahangaika, sina riziki, sina pale pa kuishi, ninaomba tu. Naomba unisaidie na kazi. Akaniambia, Wilson, mimi nimekupata tu saa hizi, sina kazi ya soa. Lakini shika namba yangu, utafuta simu utanipigia kesho. Then akaingia kwa mkoba akanipa 1,000. Shilingi 1,000. Akaniambia, hii itakushikilia. Akaniambia, unaishi wapi? Nikamwambia naishi na ndugu moja na huenda atachoka kwa sababu sitaki kuwa mzigo. Akaniambia okay, nipigie tu nijue kesho. Hiyo baada ya muda kadhaa, kila siku nampigia na niambia nikute mahali fulani. Nipigie siku moja akaniingisha kwa mall. Akaita kijana mmoja kwa mall akamwambia, enda kwa hizo restaurant huko ndani, ambia mpisha ampe chakula yangu. Nikaingia huko nikakula chakula imetayarishwa vizuri. Kuteremka chini na kila mtu kwa mall ananiangalia. Kila mtu ananiangalia. Nikajiuliza sini nikitafuta kazi kwa mall sinasaidika. Sikwenda, mama alikuwa bado pale hivyo chini. Sikuweza kumkuta. Nikaenda kwa exit. Okay, nataka tujaribu kuisummarize kwa sababu ya time, tafadhali. Okay. Sasa nilipouliza soja, mtu anaweza pata kazi hapa, akacheka, akaniambia wewe umekuwa na mwenye duka. Nikamwambia mgani? Ule mama. Sio mama yule akanichukua. Nikamuuliza mama, nitapata kazi hapa? Akaniambia dukani langu. Ni la baba yangu. Sasa sikio liko kwa nini Naivas. Akaniambia ukitaka na kuandika saa hizi. Na hapo Mungu alinichukua hadi saa hizi nimeacha kazi na mabiashara yangu na kumka uwezo wa Mungu. Siku nyingine nitakuja kuambia shetani aliingilia wapi. Kwa hivyo sasa hivi uliacha hiyo kazi, umefungua biashara zako binafsi? Niliacha nikafungua biashara kubwa, lakini kuna mahali shetani aliingilia. Hiyo ni ya siku nyingine. Lakini Mungu alinishikilia na akanikumbusha, nilikwambia sitakuachilia. Amen. So saizi biashara zako zina run. Hujaajiriwa na mtu yeyote, wewe ndio umeajiri watu? Nimeajiri watu na pia nimeajiriwa na serikali. Bado sababu mambo yalikuwa, lakini hapo katikati kuna kitu kilitendeka. Hiyo ni story for another day. Lakini Mungu, naambia watu Mungu yupo. Mungu yupo. Asante sana my brother, my goodness. Nimebarikiwa. Wewe? Na huo ndio shuhuda. Hakika tumebarikiwa.